Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatoa wito sasa wa kusitishwa kwa mapigano katika mstari wa mbele baada ya kuelezwa ukweli na rais wa Marekani Donald Trump. Kiongozi huyo wa Ukraine amesema anakubaliana na pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba lazima wafikie makubaliano ya moja kwa moja na Urusi. Zelensky ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano katika mstari wa mbele. Kiongozi huyo wa Ukraine ametoa wito wa kusitishwa kwa vita kati yao na Urusi, akitoa maoni hayo baada ya kufanya mazungumzo na mkutano na rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, hii ni baada ya kile kilichoelezwa na Marekani kwamba hataweza kupata makombora ya masafa marefu ya Tomahawk. Lazima tusimame tulipo. Rais yuko sahihi, Zelensky aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington DC siku ya Ijumaa, akiongeza kuwa pande hizo zinaweza kupiga hatua zinazofuata kuelekea makubaliano ya amani. Ndiyo, pande zote mbili lazima tusimamishe vita, alisema Zelensky. Trump alimkaribisha Zelensky katika ikulu ya White House mapema siku hiyo kufuatia simu na rais wa Urusi Vladimir Putin siku ya Alhamisi. Hapo awali alielezea kusikitishwa kwake na ukosefu wa maendeleo katika juhudi zake za upatanishi wa amani kati ya Urusi na Ukraine. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social, Trump aliandika kwamba amewasihi Putin na Zelensky kukomesha mauaji na kufanya makubaliano, akiandika kwa herufi kubwa. Damu ya kutosha imemwagika na mistari ya mali imefafanuliwa, na vita na matumbo wanapaswa kuacha pale walipo. Wacha wote wawili wadai ushindi. Acha historia iamue. Hakuna risasi tena, hakuna kifo tena, hakuna pesa nyingi na zisizoendelevu zitakazotumika, aliandika rais wa Marekani Donald Trump. Zelensky, ambaye alikuwa akihitaji sana makombora ya Tomahawk, ni kwamba wakati huu ameyakosa kama ilivyoelezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, Moscow ilisema ili usitishaji wa mapigano ufanyike, Ukraine lazima ijiondoe kutoka sehemu za mikoa ya Urusi ambayo inadhibiti, na nchi za magharibi lazima zisitishe msaada wa kijeshi kwa Kiev, lakini pia lazima isiwe na mpango wa kujiunga na NATO. Putin pia ameitaka Ukraine kutambua mipaka mipya ya Urusi na kuachana na mipango ya kujiunga na NATO. Hata hivyo, mkutano huu unadaiwa kwamba ulikuwa ni mbaya kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kupitia shirika la habari la Axios limeandika kwamba mkutano kati ya Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ulikuwa ni mbaya kutokana na kwamba rais huyo amekosa kile alichokihitaji, na ndio maana wakati huu anakubaliana na mpango wa kusitisha mapigano. Rais huyo wa Ukraine, moja kati ya jambo kubwa ambalo alilifuata nchini Marekani ni juu ya kupata makombora ya masafa marefu, makombora ya Tomahawk ambayo wakati huu inaonekana ameyakosa, na hivyo kutokana na hali hiyo ameamua kukubaliana na kile alichoelezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Mkutano wa Ijumaa wa ikulu ya White House kati ya Trump na Zelensky ulikuwa wa mvutano, huku kiongozi huyo wa Ukraine akishindwa kupata makombora ya masafa marefu ya Tomahawk, linaripoti shirika la habari la Axios ambalo limenukuu baadhi ya vyanzo. Trump alimwambia Zelensky kuwa hana mpango wa kutoa Tomahawk angalau kwa sasa, kulingana na watu wawili walioarifu juu ya mkutano huo. Hata hivyo, kupitia simu ambayo Trump alimpigia rais wa Urusi Vladimir Putin, baada ya simu hiyo alieleza wazi kusema kwamba kamwe hataweza kutoa makombora hayo ya Tomahawk, kwani kwanza ni machache, lakini pia yanahitajika zaidi katika taifa hilo la Marekani. Mazungumzo hayo yalichukua muda wa masaa 2.5 na yalielezwa na chanzo kimoja kuwa si rahisi na kingine kibaya. Nyakati fulani mazungumzo hayo yalipata hisia kidogo, chombo hicho kilieleza. Hakuna aliyepiga kelele, lakini Trump alikuwa mkali, chanzo kimoja kiliambia Axios. Kikao kilimalizika ghafla wakati Trump aliporipotiwa kusema, nadhani tumemaliza, wacha tuone kitakachotokea wiki ijayo, labda akimaanisha mazungumzo yajayo ya Urusi na Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.